Katika hili eneo tupo ni eneo ya barafu, mahali ambapo tutaingia hapa ndani na tutaona vile nyama zinavyotunzwa hapa ndani ili kugandishwa katika kutayarisha ili kuzipeleka kwa export. Na mbele yetu hapa ni mita ambayo inaonyesha, ina monitor temperature au ina monitor joto au baridi ambayo inafaa kuwa ndani wakati hizo mashini zinapotembea. Hii ni mojawapo ya barafu ambazo zinatumika katika kuhifadhi na kuweka baridi au kugandisha nyama kwa minajili ya kuihifadhi ili kuipeleka katika soko. Na tuko na barafu kama hizi kadhaa, kama 3 hivi, na kila barafu ina uwezo wa kuchukua tani 20, kumaanisha tuko na uwezo wa kuchinja na kugandisha nyama kama tani 20 kwa siku. Hii barafu ambayo tumesimama mbele yake ni barafu ambayo ni tofauti na mahali tumetoka. Ukiangalia inaitwa blast freezer na inaonyesha temperatures au ubaridi ambao inaweza kupata kwa muda ambao nyama itakuwa imehifadhiwa hapa. Na ukiangalia pia kwenye kibandiko ambacho kiko kwenye mlango kuna kitu kinaitwa CCP2, manake hapa inaonyesha ile ni system ambayo tunatumia hapa ya kuhakikisha usalama wa chakula, kwa sababu Neema imethibitishwa na kampuni ambazo zimetengwa na viwango vya ulimwengu kwamba inaweza kutoa chakula ambacho kiko salama, na tumeweza kupewa hadhi ya kuwa HACCP compliance. Manake hiyo ni food safety system ambayo inatumika kuhakikisha usalama wa chakula. Na hivi vibandiko, baadhi ya vibandiko ambavyo mtakuwa unaviona vitakuwa vinaelezea kitu kama CCP, ambayo ukienda kwa undani inaeleza ya kwamba ni critical control point, ambapo ni lazima pahakikishwe ya kwamba usalama wa chakula unawekwa inavyostahili. Tukiingia ndani ya hii barafu utaweza kuona ya kwamba iko na mashine ambazo ni kubwa zaidi na ambazo ziko na uwezo wa kugandisha nyama kwa kiwango cha chini zaidi, -40 degrees, ambayo hii nyama sasa kama vile tuliona pale nje kwenye zile containers, hii nyama itaweza kuhifadhiwa katika degree ya -20 na chini yake, na ambayo inaweza kukaa kwa muda wa mwaka mzima kabla haijaharibika, kwa sababu imewekwa katika kile kiwango tunaita frozen. Na kwa hivyo hii ni mojawapo ya barafu ambazo ni strong sana, ambazo zina nguvu zaidi katika kuhifadhi nyama katika hiyo hali ya kuwa frozen. Uwezo wa kugandisha nyama to -40 degrees kwa muda wa masaa 8. Sasa tumeingia katika eneo lingine ambalo linaitwa red area. Katika hili eneo kazi ambayo inafanyika hapa ni ya kutenganisha nyama na ngozi, na pia kutoa nyama za ndani, matumbo, na kuyatenganisha na nyama, ili nyama inapoingia katika blue area inakuwa safi na ambayo haiwezi kuleta ule uwezekano wa kupeleka germs katika upande ule. Kwa manake zile vitu ambavyo vinaweza kuleta germs ambavyo ni ngozi, matumbo na vichwa vinatenganishwa na minofu au na nyama katika hili eneo, ili nyama inapoenda katika mahali pa kusafishwa inakuwa ni safi. Sasa hili ndilo eneo ambalo shughuli zetu za uchinjaji zinaanza. Ukitazama hapa kuna mlango. Huu mlango utakapofunguliwa, mnyama anachukuliwa mmoja mmoja, au mbuzi anainuliwa mmoja mmoja, analazwa kwenye hiki kitanda akielekeza kichwa upande ule kwa kitaalam au kihalal, upande ule ambao inaelekea ndio unaitwa kibra au maka. Na ukitazama pale kuna visu vitatu, kumaanisha ya kwamba kila mbuzi atakatwa kwa kisu chake, na kisu hicho kinarudishwa kwa maji hayo ni ya moto, hiyo inaitwa knife sterilizer, ili kuhakikisha ya kwamba hakuna cross contamination au hakuna kutoka germs kutoka kwa mbuzi mmoja. Kama mbuzi atakuwa ni mgonjwa, hakutakuwa na uwezekano wa kuhamisha hivyo viini kutoka kwa mbuzi mmoja hadi mwingine. Atakapomaliza kukatwa,
huyo mbuzi atawekwa chini ya huo mlango, atalazwa kwenye hiyo meza na atainuliwa na kuning'inizwa katika hiyo chuma ili kuhakikisha kwamba damu yote imetoka, na huyo mnyama atachukua kama dakika 3 kufa ili aweze kutolewa hapo na kupelekwa katika hiyo shughuli nyingine ambayo ndio ni ya kutoa ngozi. Mahali tumesimama hapa ndipo ng'ombe wanaochinjwa hapa wanaingilia. Ukitazama mbele yetu kuna machine. Hii machine inajulikana kama halal box au halal knock box, ambapo ng'ombe badala ya kutumia bunduki au risasi kuua ng'ombe, kulingana na masoko ambayo tunapeleka nyama, kuna uhitaji mkubwa ya kwamba ng'ombe wawe wamechinjwa katika hali ya ile halal. Na ukitazama kuna huyu bwana ambaye amesimama hapa, kazi yake ni kuoperate hii machine. Kile kitakachofanyika ni kwamba ng'ombe ataingilia upande ule, atakapoingia kwa hii machine itakuwa imesimama, ataingia katika hali ya machine ikiwa imesimama, alafu hii machine itazunguka. Itakapozunguka, ng'ombe atakuwa amelala akiwa ameelekeana na mwenye kukata ambaye atakuwa amesimama katika hii chuma, na atakata hiyo shingo ya huyo ng'ombe mara moja, alafu mwenye kuoperate hiyo mashine ataifungua na ng'ombe ataweza kuanguka mahali pale na aweze kubreed au kutoa damu hadi kufa, ndio aweze kuinuliwa na kuingia kwa line katika hali ya kuchinja. This bullet will move up and stretch the neck so that it will be easier for the one who is doing the halal act. It will be easier for him to cut. So after it has stretched the neck is when again it will rotate. So that way ng'ombe atakuwa amelala kwa upande sasa, na shingo yake sasa itakuwa iko hapa upande huu, na hapa ndipo yule ambaye anakata ataweza kukata. Sasa hii stretch shingo imekuwa stretch, anaweza kukata. Akisha kata sasa ndio akirelease hivyo, ndio itakuwa sasa mnyama amekatwa. Sasa ndio atakaporudi ndani, alafu aweze kuteremka. Ngozi ikishatolewa ikishatenganishwa na nyama, inaletwa na kuingizwa katika hapa mahali. Hapa ndipo inahifadhiwa. Baadaye hilo dirisha litafunguliwa na iweze kuwekwa kwa gari na kutoka. Mahali tumesimama sasa ndipo panaitwa dispatch area ya matumbo. Matumbo hayo tumeona yakioshwa hapa ndani, na pia ngozi ambazo tumeona pale ndani. Wakati zitakapokuwa tayari, gari ambalo linasafirisha hizo vitu litakuja litasimama hapa na zitaweza kuwekwa kwenye hayo magari. Kama ni ngozi itawekwa kwenye gari ya ngozi, kama ni matumbo na products za matumbo zitaweka kwenye gari lake na kuweza kusafirishwa kupelekwa sokoni. Katika hili eneo ambalo tunasimama, ukiangalia mbele zetu kuna boma ambazo zinatumika katika kuhifadhi wanyama. Kuna kama hili liko upande wangu wa kulia, inaitwa large stock number 5. Hilo ndilo linatumika katika kulaza wanyama wakigoja kuchinjwa, na ni lazima wanyama wapumzike hapa kwa masaa 8 ili waweze
kuwa wametulia vya kutosha na waweze kupewa maji peke yake, hakuna bila chakula kingine, kuhakikisha ya kwamba matumbo yamesafishika na huyo mnyama ametulia na hana stress yoyote wakati anapoenda kuchinjwa, ili kuhakikisha ya kwamba ametoka na imetoka ikiwa nyama ambayo iko na quality au bora unaohitajika. Kuna boma kama 4 hivi ambazo zimeandikwa small stock layer, small stock number 1 to 4. Hizo ndizo zinazotumika katika kuhifadhi mbuzi. Mahali tumesimama mbele yetu utaona kuna vyumba hivi viwili, kuna kimoja kinaitwa emergency slaughter na kingine kinaitwa postmortem room. Hapa ni mahali ambapo wale wanyama ambao wamekaguliwa na daktari kabla ya kuingia hapa na wakaonekana kama wako na hali ya ugonjwa, hapa ndipo watakapochinjia na kukaguliwa pale mahali panaitwa postmortem room. Kama tulivyoona kule ndani ya kiwanda ni kwamba tunatumia maji mengi sana, na hayo maji yanahitaji kuwa na njia maalum ambayo itawezesha yaweze kutolewa mahali pale, na kwa sababu ni maji ambayo yanabeba uchafu, yanahitaji kuwa na vidimbwi kama hivi ambavyo tunaona hapa. Ukiangalia tuko na vidimbwi vitatu, zinaitwa lagoons, waste water lagoons. Na katika hizi lagoons kile kinafanyika ni kwamba maji yanaingilia katika ile laguni ya kwanza ambayo yatakuwa na uchafu zaidi, yataweza kuchujwa, na yakishajaa kwenye hilo lagoon yataweza kuchujwa na kuanza kuingia katika hii laguni ya pili ambapo yataendelea kuchujwa zaidi. Na wakati maji yanapokaa hapo mahali, kuna ile tunaita biological action ambapo bakteria zitaweza kuvunja chembe za uchafu ambazo ziko kwenye haya maji na kuzifanya kwamba haziwezi kudhuru mazingira wakati haya maji yatakapoachiliwa kwenye mazingira. Yakisha maliza kuchunjwa na kufanyiwa kazi katika hii lagoon, yataweza kuingia kwenye lile laguni la tatu, ambapo ukitazama hata yale maji yaliyo pale hayana uchafu kama ilivyo katika hizi lagoon mbili. Na yakisha maliza kukaa hapo na kuweza kufanyiwa kazi na kusafishwa, hayo maji yataweza kuingizwa kwenye line ya sewage, ile main sewer ya County Council ambayo iko upande huu, na yakishaingia hapo ndio yatapelekwa mahali ambapo sewage yote ya Nairobi huwa inapelekwa. My name is Francis Mutinda, the Quality Assurance Manager for Neema Limited. Our main role, we are looking at the aspects of quality, safety and legality. Majorly in the aspects of quality, both for local and the international sales, we also look at the microbiological aspect of our products. We do analysis for the hand swabs to check the hygiene, to verify that our hygiene policies and procedures are working and are in place. So on my left here, on my right, we have the incubators, then we have the autoclaves, then we have the medias. What we are looking at, we are looking at E. coli levels, we are looking at Staph aureus levels, we are also looking at the total viable counts so that we verify that what we are taking to the market is safe for human consumption. Then on the other aspects of safety, in addition to what the vets are doing, we do in collaboration to ensure that our system, the system implementation that we are doing, it's in place and we're working. We are also in the process of moving to the FSSC 22000, that is the Food Safety System Certification 22000, and we are making sure that by the end of this month that will be through and will be audited and will pass the audit, because we are sure that our systems that we are doing, they are also correct. We do also in collaboration with the external laboratories, majorly the Kenya Bureau of Standards and also the Bureau of Veritas, to ensure that and to validate that all our systems and what we do, the analysis that we do here, they are all okay. Then on the part of personal hygiene, we're also looking at the medical screening that is required by the government under the CAP 256 of the food hygiene regulation, that all the staff that are working around and with us, that they are not going to transmit any diseases to the food that they are handling. So that in collaboration with the Nairobi County, the count officers, we are looking at the hygiene levels and the medical status of the person. This one is done
twice every year to ensure that the person that we are employing here is of the required hygiene standard and medical certification. Kwanza jina yangu ni Bonaya Bakata, Managing Director ya Neema Slaughterhouse and then Board Chairman Directors. Na hii Neema ni slaughter ambaye tumeanzisha watu ya fugaji kutoka kaunti mbalimbali ndio wamekuja kutana. Wamefikiria sababu mfuko zao vipi atabata marketing na pia watapea Kenya nyama mzuri ambaye ni standard mzuri kwa hygiene, kwa quality. Tumefikiria watu karibu ufugaji kama watu 3,000 ndio tumeanzisha. Before tujakuja hapa tulikuwa Kameko. Mara kwa mara ilikuwa tunachinja Kameko huko na serikali ilikuwa na advise tutafute mbali mzuri na tujenge tuhame ili tubatie wa Kenya chakula mzuri. Na pia sisi ilikuwa mara kwa mara ilikuwa tunatafuta ardhi, baadaye tumeweza kufaulu, tumebata ardhi na tumesanya shareholders vile ameeleza watu 3,000, tumechanga kuanzia 5,000, 10,000 muda mrefu. Tumeanzisha hiyo mpango kuanzia 1996 ndio tumeweza kufaulu, tumeweza kujenga slaughter kama hii ambaye ni milioni karibu 400 ndio umetumia ujenzi yake peke yake. Na baada tumemaliza ilikuwa tumejenga kama local slaughterhouse ili tulikuwa tunatarajia sisi wote kutoka Kameko tutakuja kujenga hapa kufanya kazi hapa. Baada ya watu wamebaki, baada ya watu ambaye amekuja tumeanzisha kazi kidogo. Hii slaughter ile tumejenga ni kubwa, capacity yake ni kubwa. Ile mbuzi ile tunachinja sababu ni kiasi. Tumeweza kuomba serikali yetu ya national government watubatie sisi international license, wametubatia idini na sisi pia tumerekebisha vile natakikana kwa hygiene na vifaa ile anastahili kuakwe international slaughterhouse tumetengeleza na wametubatia license ya international slaughterhouse. Hii Neema Slaughterhouse ni muda yake ni kidogo umeanza, iko kama mwaka 3. Ikiwa local slaughterhouse amefanya 1 year, baadaye tumeenda international slaughterhouse saini mwaka wa 2, yote iko kwa mwaka 3. Ikiwa tunaanzisha tumefanya kazi mingi na tunaanza kusupply nyama bali ikiwa ni Kenya bali mingi Kenya mzima na tutategemea nyama mzuri kwetu tuna supply. Ikiwa ni hoteli kubwa kama Serena, Safari Park, kama State House sisi ndo tuna supply matenda, kama Kenyatta Hospital tuna supply na kutoka nje pia tuna supply Kuwait, Oman, Qatar na soko ya Saudia. Saa hiyo wamekuja inspectors ameangalia, tunaongoja maybe after 1 week ama after 2 weeks tunaweza kuanza kupeleka nchi ya Saudia pia. Na tunachinja mbuzi mingi na tunabatia Kenya nyama quality vile tumeahidi, nyama safi, quality, hygiene na hygiene juu. Kenya pia ataona ni kionyesho labda nyinyi vile unaonyesha hygiene yake vile iko. Tunashukuru pia county government mara kwa mara anatukumbuka sisi. Ikiwa ni department ya veterinary wanakuja wanabatia sisi support. Wanashika sisi kwa mkono mara kwa mara, wanatutembelea, wanatubatia advice wakisaidiwa na serikali, county government na pia national government. Na pia ni kazi hawezi kosa challenge. Tuko na challenge kidogo. Challenge kama ya barabara vile nyinyi umeona pia ni challenge ya barabara tuko nayo. Ni hiyo ndo saa hii challenge ambaye tunaona ni challenge kubwa. Lakini tunaomba ni county government ikiwa ni gavana wetu Mike Sonko ambaye ni yeye anapenda sana wakati wote anataka kuhusika na watu maskini, anapenda kusaidia watu maskini. Hii slaughter ni watu ambaye 3,000 ndio wameanza maskini ameshikamana, umeweza kujenga na kuletea mfano mzuri kwa wa Kenya. Sasa tunaomba governor atusaidie barabara hii ambaye wakati tunapeleka nyama nje saa nyingine tunaona sio mzuri, hata watu ya nje ikitembelea nyama ni bale anatoka ni mzuri, slaughter ni mzuri, standard ni mzuri, lakini barabara yake ni iko shida. Tunaomba gavana yetu ambaye ni Mike Sonko ambaye ni baba ya maskini mara kwa mara tunataka tusaidie sisi barabara ya Baba Ndogo hii Lakisama jengwe
ili tuanze kubatia watu ya nje na Kenya nyama mzuri ambaye ni safi. My name is Martin Wawelo. I'm the marketing manager, Neema Livestock and Slaughtering Investment Limited. Now, to introduce you to Neema, we opened our doors in way back 2015. And basically what we do here is, one, we have contract slaughtering services. What do I mean by that? This is where we get clients who want to slaughter and use our facility. We really give them the best service here with very affordable and very hygienic services. Number two, we contract people for freezing and chilling services. Then number three, we also do what we call supply of meat and meat products, both local and international. So this is where I come as a marketing manager. Now, supplying and internationally and local, we have established ourselves since 2015. Locally, we've looked for customers, major customers in the market, like in Nairobi. We are selling to major hotels, 5-star hotels. Just to give for example, we are doing Nairobi Safari, we are doing Panali in Mombasa Road, we are doing in Westlands, we are doing Jacaranda, Concord, so many hotels, so many 5 big-star hotels. And we are also doing local, we are also doing up country, like in Mountain Region. We are venturing in Left Valley. We are also thinking of how we can start our business in the coast. Now, to take you through our marketing, we have 4 major products that we really major in Neema Livestock. Our best products are beef products, whereby we have the best beef in the country. We've contacted farmers who give us the best beef, which are not very old beef that are mainly for marketing and for beef products. Then we have other products like goat products, lab product. We also have capons. We also doing fish. We also trying to venture in other processed products. Now Neema is pocket friendly to customers. One, we really observe and we take care of our customer. One, we are friendly. Our prices are customer-oriented prices. Then our quality, we make sure that we always give customer quality products. We make sure that from where we source, from the farm to fork, we observe all the necessary requirements that are so that we can get the end. By the time we get the end product, it is the best product. We are in the competition with other customers, producers, and by doing this, we make sure that we target the best customers for the best service. For the part of the government, we really appreciate the support the government has given us, like Neema. They've given us in terms of support, in terms of licensing, we have the best license. In terms of giving us people to support Neema, like the veterinaries, like the people to take care of the officers from the government. And we would appeal to the government to open the market for us, especially international. There are so many regulations that we would like the government to come in and assist. And especially markets like in China, Arab country, UAP, we are appealing. But for now, we are happy whatever the government is doing. We cannot complain. I'm a meat inspector in this slaughterhouse. Actually, I'm under the Nairobi County government. And when this slaughterhouse started back in 2015, I was the first meat inspector posted here. By then, the slaughterhouse was just a local slaughterhouse. As time went by, the facility was upgraded to the national, to an export slaughterhouse. So the national government posted its staff to add on to the staff from the county government. So my role here is to
facilitate trade and actually ensure food safety. So in collaboration with staff from the national government, we are able to ensure that whatever goes into the market, both local and export, is inspected and passed as fit for human consumption. And by so doing, we also issue documents to show that the meat has been inspected and certified fit for human consumption. So far, I have enjoyed a good relationship with both management and the staff from the national government. Whatever I have seen the place progress from a local slaughterhouse to now an export slaughterhouse. So far, whatever recommendations that we do recommend to the management is very, very cooperative, because and that is what has made this place be what you have seen. I'm urging the county government and the national government to employ more meat inspectors who will replace us when we are retired. My name is Dr. Agnes Maina. I'm a veterinary surgeon and a veterinary officer working for the government. I head the veterinary department here at NEMA, our export slaughterhouse. We have a staff of 5 meat inspectors, and together we work towards ensuring our food safety, specifically meat for the general public. So NEMA Slaughterhouse is an export slaughterhouse, as I've said earlier on, and it slaughters cattle, sheep and goats, providing beef, lamb and chevon being goat meat. And this is, the meat is for the local market in Kenya, that is, and also for the export market. So currently we are exporting to Oman, Qatar, and we are looking, or the slaughterhouse is looking into entering the Saudi Arabia market and also the United Arab Emirates. The source of our stock, that is the cattle, the sheep and goats, is mainly the formerly northeastern part of Kenya and also eastern. So from counties such as Marsabit, Wajir, Mandera, and we also get some from western Kenya. Yeah, mainly that's a source of our stock. Some of the stock also comes from the coastal parts of Kenya, and then it's brought to the slaughterhouse. The animals are inspected before slaughter, as guided by the Meat Control Act, and then they undergo post-mortem inspection to ensure that now they are safe for consumption. Once they are passed as fit for human consumption, they now are released into the market, the domestic market and also the export market. Maybe the one thing I can mention is that it being an export slaughterhouse is collaboration between the national government and also the county government. This is guided by the Constitution of Kenya as it is right now.